إنما الأعمال بالنيات. يقول مولانا في القرآن الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ndugu zangu katika imani, ninakuhusieni baada ya kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa watiifu kwenye maagizo yake. Ndugu zangu katika imani, maisha yetu ya duniani ni ya muda mchache sana, lakini ndio rasilimali pekee ya kutufanya tukaishi maisha ya fahari ikiwa tutatumia muda huu vizuri. Ajira yetu tuliopewa katika maisha haya ni ibada, na anayeabudiwa ametutengea siku ya kwenda kutupa tathmini, hisabu na malipo ya utumishi tuliofanya. Katika aya niliyoisoma ya pili kwenye suratul Jumu'ah, Allah anasema: huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Yeye Allah ndiye aliyepeleka kwenye mji wa watu wasio na kisomo mtume wake ambaye ni ndugu yao, anatokana na wao. Kapelekwa mtu huyu kwa malengo, kapewa maagizo ya uwajibikaji. Yatlu alaihim ayatihi, jukumu lake la awali ametumwa akawasomee watu wajinga aya za Allah. An-nabiyul ummiyu bu'itha fil ummiyin. Watu wasio na kisomo wamepelekewa mjumbe asiyejua kusoma na kuandika. Jukumu lake la awali awasomee aya za Allah. Jukumu lake la pili wazakihim. Wana tabia mbaya, hawana ustaarabu. Mjumbe huyu jukumu lake awatakase watu wa pale, awatoe kwenye hali walionayo na awastaarabishe, awatakase. Na jukumu la tatu alilopewa mtume huyu, wayuallimuhum. Ingawaje kaitwa ummiyun, lakini kapewa jukumu la ualimu, awasomeshe watu wale wajinga wasio na kisomo. Nini awasomeshe? Alkitaba wal hikma. Alkitaba ni fani zote za elimu zinaingia hapo. Sio kitabu cha Qur'ani, kwa sababu ndicho kilichozungumzwa mwanzo, yatlu alaihim ayati. Kwa sababu watu hawa ni wajinga, hawana elimu, kipaumbele cha mjumbe aliyetumwa pale awekeze sana kwenye elimu. Wayuallimuhum, awasomeshe, asimamie suala la taaluma ya watu wale. Vipaumbele katika taaluma, alkitaba wal hikma, ni fani zote za elimu ambazo zinaanzia na kusoma, kuandika na kuhesabu. Na hikma maana yake ni ule mwenendo mzima wa maisha, tabia ya kimaisha ambayo inataalaki na masala ya utawala, usimamizi wa mambo ya kijamii kwenye watu waliostaarabika. Wamepelekewa watu wale mtaalamu, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Hali ya kuwa kabla ya kupelekewa mtaalamu huyu au kiongozi huyu, wale watu walikuwa wako katika upotevu wa wazi. Ndugu zangu katika imani, kwenye aya hii moja tuna mengi ya kujifunza. Haimkiniki kuyazungumza yote kwenye muda mfupi wa hutuba ya Ijumaa, lakini dondoo muhimu ni kwamba binadamu ni tofauti na mnyama. Vyovyote awavyo, vyovyote utakavyomuona kaharibika, uwezekano wa kutengenea upo. Kwa hiyo watu waliosifiwa na sifa ya ujinga, tatizo lao ni ujinga. Wamepelekewa mtaalamu wa kufuta ujinga, awasomeshe wawe katika elimu, wawe wataalamu. Tatizo wana tabia mbaya,
ndivyo walivyokulia. Ma undhira abauhum, wazazi wao wapo nyuma kidogo, hawakupatapo kupelekewa nadhirun. Kwa hiyo huyu sasa ndo kaja awarekebishe zile tabia zao mbaya. Ndugu zangu, hapa ni kipimo kwetu sisi cha kujifunza maharibiko tunayoyaona kwenye maeneo yetu mbalimbali katika maisha ya kijamii. Dhamana wa kutengeneza maharibiko hayo ni sisi. Binadamu anatengenea, wanyama walivyo ndivyo walivyoumbwa, lakini binadamu ni mtahiniwa ambaye huathirika na mazingira mengi. Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye sura ya 14 aya ya 4, wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-azizul hakim. Sijatumapo mtume yoyote ila kila mtume ninayemtuma kwa watu ninamtuma kwa lugha ya watu wake. Kusudio ni kwamba kile atakachokitoa kwa lugha yake yeye na watu wake kifike kwa usahihi kama kilivyokusudiwa, wakielewe kwa mujibu wa wanavyoielewa lugha yao. Wakielewa wale waliofikishiwa mwanzo, wanakuwa ni walimu na mabalozi wazuri wa kuwafikishia wengine. Kwa hiyo mahala palipokuwa panasifikana na ujinga, Allah alipatumia. Ametumwa mtume wetu wakati alipopewa utume, si kama dunia ilikuwa haina ustaarabu. Kulikuwa na madola makubwa yenye nadhara iliyomiliki dunia. Kulikuwa na dola ya Fursi na dola ya Rome. Lakini Allah hakutaka kutoa mtume wake kwenye hayo madola. Tabia njema. Kama watu walikuwa wako katika tabia mbaya na upotovu, yeye ndo katumwa aje alete mabadiliko. Ni mtaalamu wa kuja kusimamia mabadiliko katika uso wa ardhi. Sasa kama sisi ni wafuasi wa huyo mtume, tunapaswa kuiga zile njia alizopita, na kwa ikhlasi kabisa tutumike kuzifanyia kazi, ili turekebishe yale tunayoyaona ni mapungufu, makosa katika jamii zetu, ili tutakachokifanya leo kiwe ni ajira yetu au ni kazi yetu nzuri. Siku ikija ikapigwa tathmini, tupate malipo yanayoridhisha na tukakae mahala pema. Ayuha al-ikhwatu al-a'izza, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Ndugu zangu katika imani, Allah ametuambia tuige, tusibuni wenyewe kichwani. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nyinyi watu wa umma huu muna kiigizo kizuri kwa huyo mjumbe wa Allah. Uswa, tunapaswa kumfata, kumuiga,
kwenye vile alivyofanya kazi zake, na sisi tufanye vile vile. Hata kama tutajisikia tumesoma zaidi na tukasema yeye mtu mwenyewe hakusoma, kwa hiyo tumemzidi maarifa, tutakuwa tunakosea na chochote tutakachokifanya hakiwezi kuwa kimekubalika. Tumuige, tumfuate. Mtume sallallahu alaihi wasallama baada ya kupewa jukumu hili alianza kazi kwenye mazingira magumu ya kupingwa kuanzia siku ya kwanza alipohubiri alilolihubiri, la ilaha illa Allah. Kwa hiyo kafanya kazi peke yake na akaanza kulingania. Maajabu makubwa tunajifunza kupitia kulingania kwake. Kapingwa na watukufu waliokuwepo duniani, lakini miongoni mwa watukufu aliwapata wengine, ingawaje wachache, waliomkubali na wakamuunga mkono. Waliridhia kushusha hadhi zao na waliridhia kustahamili yatakayowasibu kwa maamuzi waliofanya, wakaungana naye. Ni wengi maarufu kama Abu Bakar, Uthman ibn Affan, Talha. Ni wengi sana watu ambayo kwa maisha yao ya wakati ule walikuwa ni watu wenye hadhi, lakini walijishusha, wakamkubali na kumuunga mkono na wakawa tayari kumsaidia. Lakini pia mtume huyo alikubaliwa na watu watumwa, kama tunavyosoma katika historia, taarifa za kina Bilal ibn Rabahi na wengineo, watu waliokuwa wako chini ya umiliki wa mabwana waliowamiliki, lakini wakaikubali haki, hali ya kuwa wanajua kukubali kwa haki kutawagharimu, na walipokea fikra hiyo kwenye mazingira magumu. Mtume pia kwa juhudi aliyokuwa anaifanya na walioshirikiana naye, alikuwa anapata wa kumuunga mkono kutoka kwenye makabila mbalimbali ya karibu na ya mbali na mji wake wa Maka. Hali ya kuwa hakuwa ni mtu mwenye uchumi kwamba labda watu wana tamaa ya maisha. Mtume alikuwa ni mtu wa kawaida tu, lakini akaweza kuungwa mkono na watu wa makabila mbalimbali waliokuwa na silka na dasturi mbalimbali, na wengineo waliokuwa katika magomvi, lakini wakatoka walikotoka wakaja kuungana naye mkono. Akawajumuisha wote wakawa kama ndugu, pamoja na tofauti walizokuwa nazo huko walikotoka, akawajumuisha pamoja naye wakawa kama ndugu. Mtume huyu alifuatwa na watu waliokuwa na hadhi za uongozi kwenye makabila yao ya watu wa Madina. Wakataka kumpa mkono wa bai'a, wakamrai, bwana wewe hapa kwako unakonyanyaswa, ondoka, njoo kwetu tutakupa ushirikiano. Hivi vyote vilijiri kwa msingi gani? Na kwa nini watu walikuwa wanazidi, pamoja na kuona walioingia kule wanateswa? Na huyu mtu wenyewe hana jeshi, hawezi kutuhami yatakapotufika ya kutufika. Mtu mwenyewe masikini hana uwezo wa kutusaidia katika masala ya kimaisha. Lakini kwa nini wakawa wanamkubali na wanamfuata kwa wingi? Ni kwamba huyu mtu hakuwa mtu wa kawaida kama sisi. Alikuwa ni mkweli, muaminifu, muadilifu, na kila aliyekubaliana naye alijisikia mimi nina thamani zaidi kwa huyu bwana kuliko mwingine. Tunapaswa kumuiga. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mwenyewe alikuwa anawaambia watu waumini wanaoongezeka mara kwa mara, la amliku lakum darran naf'an wala darra. Mwenyewe mtume alikuwa anasema kwa kupitia Qur'ani anayoshushiwa, la adri ma yufalu bi wala bikum,
Lakini kwa nini alipata support kiasi hicho na watu wakawa wana ujasiri wa kumuunga mkono? Ni kwa sababu alijipamba na tabia njema. Sisi ni wengi sasa Waislamu duniani, lakini wengi wetu una ulemavu kwa sababu ya ila mbalimbali tulizozivaa, zinakuwa zinatuondoshea uwezekano wa kile ambacho kinawezekanwa. Tunabughudhiana kwa sababu tu ya sehemu tulizotoka, au tu chimbuko la madarisi tulizosoma, ingawaje msingi wetu ni mmoja, ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, lakini huku ndani utakuta tumetawanyika vibaya sana. Mtume wetu aliwakuta watu kwenye uhasama, akawaunganisha wakawa wamoja, wakawa na sera moja, mila moja, na wakawa kama ndugu wanapendana. Sisi tuliojumuishwa na ule udugu wa kiimani, tunatengeneza sababu mbalimbali za furqa, mpaka ikawa inakuwa ni ngumu kuonekana utukufu wa Uislamu. Wenzetu wale walipopokea dini, kule kuishi kwao maisha ya dini ilikuwa inatosha kuwa ni dawa. Wanaathirika watu wasiokuwa na imani wakiwaona Waislamu wanavyoishi, wanasema hii ndo dini ya haki. Lakini sisi hakuna kizuri cha kumshawishi mtu wa nje ya dini yetu akasema hii ni dini nzuri, akavutika kujiunga nayo. Kwa ndugu zangu katika imani, tunapaswa kujikagua vizuri, wapi tunakosea. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nyinyi waumini muna kigezo kizuri kwa huyo mtume wa Allah. Lakini mtume wa Allah anakuwa ni kigezo kizuri kwenu liman kana yarju Allah, kwa mtu ambaye anajua hapa ni pampito na ni rasilimali muhimu umri wake wa kujitengenezea ya anakokwenda. Anayetaraji kurudi salama kwa Allah anatakiwa aache maskhara kwenye maisha ya dini, awe ni msafi mwenye ikhlasi, asiwe na vitu vya ajabu ajabu ambavyo vitabatilisha kazi zake anazofanya. Liman kana yarju Allah, kwa mtu anayetarajia kurudi salama kwa Allah, amuige mtume. Wal yawmal akhir, na mtu anayetaka kufaulu siku ya mwisho, siku ya malipo, amuige mtume. Wa dhakara Allah kathira, na anakuwa ni kiigizo mtume kwa mtu ambaye akili yake saa zote inamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatakiwa tuishi maisha ya kumkumbuka Allah, na tuwe tunafahamu hata kama sisi hatumuoni, lakini yeye anatuangalia na kila tunalolifanya. Hata mtume wetu kaambiwa hivyo, watawakkal ala al-azizir rahim. Maisha yako ishi kwa kumtegemea mwenye nguvu, mwenye rehema, yani Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yaraka hina taqum, wewe huko huru, Mola wako anakuona popote ulipokuwa unasimama. Wataqallubaka fi sajidin, anakuona unapokuwa katika masala ya kusimamia ibada pamoja na wenye kusali. Kwa hiyo tusighafilike tukajisikia tuko huru kwenye dunia yetu. Mahala pa ghishi ukafanya ghishi, pa utapeli ukatapeli, pahala pa kufanya juhudi ukazembea. Haya unakuwa unajidhuru mwenyewe. Changamka, tumia vizuri dakika. Hapa ni mahala pa kufanya kazi. Kazi unayoifanya duniani ndio itakayokuweka mahala pazuri siku ya marejeo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha al-ikhwatu al-amajid, inna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bil malaikati al-musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayuha al-mu'minun min barriyati jinnihi wa insi. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا جملنا بالعافية والسلامة
وحقق لنا التقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. ربنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا عزيز يا غفور. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.